Kiangazia mengine ni kwamba mhudumu wa bodaboda amepoteza maisha yake katika ajali ya barabara iliyotokea Valley Road jijini Nairobi, huku watu wengine 8 wakiuguza majeraha kwenye ajali iliyohusisha basi na magari mengine. Maafisa wa polisi wanasema kuwa breki za basi hilo linalomilikiwa na kampuni ya City Shuttle zilifeli na kusababisha ajali hiyo. Mary Kyalo na kina cha taarifa hile. Mauti yametanda katika barabara ya Valley Road jijini Nairobi baada ya basi kugonga baadhi ya magari kwenye ajali hiyo. Mtu mmoja akifariki dunia huku wengine 8 wakiuguza majeraha. Majeruhi walioponea chupuchupu wakinakiri yaliyotukia. Nimetoka Saidi ya Kilimani, nilikuwa naingia town, nilikuwa naendesha Probox. Nimeona tu nimegonga kutoka nyuma, nikienda huku mara huku. Nikasema subhanallah, la ilaha illallah. Nikaona tu gari yangu imeangalia ile pale mimi nimetoka. Lakini alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu sijaumia, niko sawa. Hiyo gari ilitoka huku juu, ilikuwa na speed. So kufika pale roundabout ni kama ilikatika kama brakes. So alikuwa anajaribu kukanyaga zinakata, anakanyaga zinakata. So tulikuwa tunaenda left, tunaanguka left, tunaanguka right. Tunaanguka left, tunaanguka right. So kufika hapa ndio ikawa inagonga hizo magari ndogo. Hata hizo ndo zilitusaidia ika-reduce hiyo speed. Kulingana na maafisa wa polisi, basi hili na linalomilikiwa na kampuni ya City Shuttle ililipoteza mwelekeo baada ya breki kufeli na kusababisha maafa. Aliyepoteza maisha yake akiwa ni mhudumu wa bodaboda, 2 wakiuguza majeraha mabaya, huku baadhi ya magari yakiharibiwa kufuatia ajali ile. Unfortunately, we had an accident. A fatal road traffic accident whereby 1 person died. I'm a motorcyclist. The cause of the accident was a bus, a matatu bus belonging to City Shuttle, which lost brakes and veered off the road, hitting very many cars. Around 6-7 cars were affected. We have taken 1 person who was dead. 1 person was dead that has been taken to City Mortuary. We had around 2, about 2 seriously injured. The number of slight injuries is not very specific, but we can account for around 8 who are taken to hospital by ambulances. Wahudumu wa bodaboda wakililia haki kwa mwenzao aliyepoteza maisha yake, huku wakitaka magari yote ambayo yako katika hali mbovu kuondolewa barabarani ili kuzuia visa kama hivi kutukia kila mara. Ajali zingine kama serikali inaweza tilia manani ile vitu ambayo inafanya, inaweza zuia. Hizi magari za City Shuttle na hizi magari za City Hoppa, hizi magari mzee zimekaa kwa barabara muda mrefu. And most of the time unapata kwamba hizi gari hata zifanywi inspection. Hata ikifanya inspection inapita ongo, hiyo gari inapita. Ikikuja hapa imevunja mazenda bolt, gari inaweza kuwa imekata brake at this karne ya sahi. Venye magari sahi inafaa ikuwe inaangaliwa inspection after kila wakati. Kwa nini waachilie magari mpaka ikuwe gari inaweza kata brake kwa mteremko mdogo kama hii? So sisi tunalia sana na tunaomba kwamba serikali iweze kufuatilia na ujamaa wetu aweze kupata haki. So we are urging buses, drivers who drive these buses to be very cautious on the road, and the matatu owners to ensure that their vehicles are serviceable. Mary Kyalo, Undugu TV.